Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpenzi mtazamaji, leo tena kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu mtukufu tumejaliwa tena kukutana katika kile kipindi chetu au vile vipindi vyetu pendwa vya dua, nyiradi na adhkari mbalimbali kwa ufupi, yani kwa ufupisho. Mara nyingi tunapenda kufanya kwa ufupisho ili tusiwe na uvivu ndani yake, kwa sababu kipewa nyiradi kubwa kama ndio mwanzo wako, uvivu utakujia tu. Sasa kwanza tunapeana kwanza hizi nyiradi fupi nyepesi. Lengo na makusudio huko mbeleni tutapeana nyiradi kubwa ambazo zitatufanya wepesi wa mambo mengi sana. Leo natoa kwa ufupisho, lakini inabidi ujipinde kidogo. Hii nyiradi ya leo ni fupi, lakini nataka kidogo ujipinde. Ni mujarabu sana katika mambo ambayo tutatiza, mambo ya riziki na kuepesisha mambo. Yani kwenye upande wa riziki inakuwa safi, alafu na pia inawepesisha mambo, yani mambo yako mbalimbali Mwenyezi Mungu anakufanyia yanakuwa sahali kabisa. Ndio nyiradi ya leo tutakayo kuwa tunatanabaishana na kujulishana. Ndugu zangu, ukiangalia katika Qur'ani, ili jina la Mwenyezi Mungu Allahu limekadiriwa mara nyingi sana, mara 2600 kama sikusahau 2669 au 29 kama takuwa sikukosea. Sasa hili jina Allahu kuna utaratibu wake. Ukimtaja Mwenyezi Mungu, ukimwomba Mwenyezi Mungu kutumia jina hili, subhanallah, Mwenyezi Mungu anakufungulia mambo yako mengi mno, kwa sababu ndio jina la kipekee la Mwenyezi Mungu. Huwezi kulipeleka katika upande unaotaka wewe, namna lilivyokuja liko hivyo. Sasa jina hili, namna ya kumtaja Mwenyezi Mungu au kumwomba Mwenyezi Mungu kupitia jina hili, unakuwa unasema ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ukiwa na kile kihesabio, kwa sababu sasa hivi tumerahisishwa na Wachina, imekuwa rahisi sana kwenye upande wa hesabu. Inatakikana ulidhukuru mara 5000 baada ya swala alfajiri, bi maana ile asubuhi. Ya Allah, 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 ya Allah. Na ukikamilisha hiyo idadi mara 5000, utaleta tena adhkari ya majina mawili, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Pia haya majina mawili utayaleta kwa idadi ya 1000, ambapo huku kwenye lafdhu jalali ya Allah, ya Allah itakuwa mara 5000, alafu huku ya Hayyu ya Qayyum itakuwa mara 1000. Hapo ndugu yangu, wewe ambao mambo yako yani kufuru upande wa riziki unapata kwa tabu sana, mambo yamejifunga, mambo yako yaendi vizuri, na kuomba usijaribu, kwa sababu Mwenyezi Mungu hajaribiwi. Wewe cha msingi tia nia moyoni kwamba Mwenyezi Mungu anafanya uradi huu, lengo na makusudio unifungulie mambo yangu na pia uniwepesishie upande wa riziki. Alafu ingia katika utendaji, uanze ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Uvivu ndio unaosababisha pia mambo yetu kuendelea kunyongeka, lakini tukipambana na hili jambo la uvivu na tukaingia katika utendaji wa kumdhukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, mambo mengi sana yatanyoka. Ukitaka kuliamini hilo, na kushauri na pia na kusisitiza, fanya uradi huu. Ukifanya uradi huu kuanzia wiki moja kuendelea, wewe mwenyewe, kama sio mimi utakaye nipa mrejesho kwamba ule uradi nimefanya, Mwenyezi Mungu amenisaidia mambo yangu, pia itatokea tu mtu yote utamuibia hiyo siri. Umeona? Ndio maana kushauri na kusisitiza sana, fanya uradi huo. Kwa wewe ambao umetatizika kwa mambo yako mengi ya riziki yamejifunga, kila unalofanya unaona haliwi, basi
mdhukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutumia utaratibu huu niliokupa, utakuja kunishukuru. Ni mujarabu sana, watu wamefanya, wamefanikiwa, na wewe na kuombea kwa Mwenyezi Mungu pia uweze kuwa ni mwenye kuweza kufanya, ili Mwenyezi Mungu akupe hayo unayotamani na kuyataka. Kwa sababu tulio wengi tunatamani vitu vingi, lakini kuvifikia au kuvipata inakuwa shughuli nyingine. Kwa sasa Mwenyezi Mungu ukimwomba, yeye ndio anakupa hicho ulichotamani na hicho ulichokitaka. Kwa hiyo nakushauri na kukusisitiza, ingia katika utendaji. Ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuagi tena kama vile hivyo ada ya vipindi vyetu, tunaelezana kwa ufupi lengo na makusudio, usiweze kuingiwa na uvivu wa kutazama au kufuatilia vipindi vyetu. Hivyo tutaonana katika vipindi vijavyo. Ni kuagi kwa maamkizi yaliyo mema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, umekuwa ukisumbuka mara kwa mara, biashara haziendi vizuri, wachawi wanga wanakusumbua, watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako? Mkombozi amepatikana. Dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi, wanga, gere, vijicho, mikosi na gundu ni Ngaka. Ngaka ndiyo mkombozi wao. Inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya Ngaka imetayarishwa na Dr. Bihizi. Anapatikana WhatsApp namba +2557155244946 ama +2557875244946. Huyu ni Dr. Bihizi, mtaalamu wa Ngaka, mkombozi wa wachawi pamoja na gundu.